Na mtazamaji wa Spruce Online TV, na leo ni siku nyingine tena ya kimichezo, na moja kati ya vitu vya kimichezo ambavyo tutazungumza ni pamoja na timu ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kuingia katika 10 bora za mwaka, yani moja kati ya vilabu 10 bora vya mwaka 2025. Lakini pia sivyo tu, mchezaji wa Simba Sport Club Shomari Kapombe Baba Esther naye ameingia katika wachezaji bora 10 wa mwaka, na ni kutokea upande wa Afrika Mashariki na Kati pekee. Hakuna mchezaji mwingine kutoka upande wa Afrika Mashariki na Kati aliweza kutoka katika kinyang'anyiro hicho. Hii inaashiria nini kwa upande wa Simba Sport Club, na hii pia kimichezo imekaaje, na imeibua maswali mengi sana kwa wadau wa soka. Imekuaje Simba Sport Club wameweza kuingia katika vilabu 10 bora vya mwaka, lakini vipi Young African hawajaingia na hawajaonekana, ingalia kuwa mara nyingi sana Yanga ndio wanajitapa kwamba ni wakubwa kwa Simba, kwa maana ya kwamba vipigo mara 6 mfululizo. Na hii imekaaje? Mimi ni Steven Kamil, basi kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki tuzungumze yale ya kimichezo. Watu wamekuwa na maswali mengi sana, imekuaje kama kwa Tanzania ukiangalia Yanga ndio timu bora kwa sasa, lakini imekuaje Simba imeweza kuipuku Yanga na Yanga haijafikia katika hatua hiyo? Lakini wengine wanashangaa inakuaje Ahali haipo katika listi hiyo ya vilabu bora vya mwaka 2025. Kwa nini Ahali? Maswali yamekuwa ni mengi sana, na wewe kama mdau wa soka nafikiri kitu kama hicho ulishawahi kujiuliza, imekuaje timu kama vile Ahali haijashiriki? Lakini miongoni mwa timu ambazo zimekuwa nominated katika tuzo hizo ni pamoja na Simba Sport Club, Al Ahly, Mamelodi. Lakini kule nchini South Africa zimetoka nafikiri ni timu 3 kutoka nchini South Africa. Kule Algeria zimetoka timu 2, lakini ukiangalia Tanzania imetoka timu 1, na hii timu 1 si Tanzania peke yake, ni ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya kwamba kusini mwa jangwa la Sahara imetoka klabu moja tu ambayo imeweza kufika katika kinyang'anyiro hicho. Na ni maswali yamekuwa mengi sana, imekuaje Simba Sport Club wameweza kuingia huko, vipi kuhusiana na Ahly, vipi kuhusiana na Young Africans ambao mara nyingi wamekuwa wakiwafunga sana Simba kwa hapa nyumbani kwenye ligi yetu. Hii imekaaje kwenye upande wa wanaangalia kigezo gani haswa? Ni maswali ambayo nimekutana na mashabiki wakijiuliza sana baada ya hii taarifa kuweza kutoka. Inakuaje Simba Sport Club wanaweza kuinaniwa? Lakini tukumbuke kwamba CAF hawaangalii vigezo ambavyo TFF wanaangalia. Kwa maana hivyo tujue kutofautisha kwamba kuna CAF kuna TFF. Hivyo basi na hata FIFA nao wanaangalia. Unajua anachokiangalia CAF, FIFA naye anaangalia, sivyo? Wanatofauti hawa watu. Kwa hivyo na TFF na CAF wanatofauti pia, kwa sababu ni kutokana na idara ambazo wapo. Ukiangalia TFF ni kuhusiana na Tanzania na ligi yetu jinsi ilivyokuwa, lakini ukizungumzia CAF unazungumzia hivyo kwa uwanda mpana sana vilabu vya ndani barani Afrika hapa. Sasa hivyo ndio ilivyokuwa, na maamuzi ambayo yametoka ni kutokana na sheria ambazo zipo. Na ukiangalia ni kitu gani wanafuatilia, wanaangalia Simba Sport Club iliweza kufika hatua ya finali katika ngazi ya shirikisho barani Afrika. Hatua ile walicheza dhidi ya nafikiri ni RS Berkane ya kule nchini Morocco, na walipoteza wakiwa ni Benjamin Mkapa, wakapoteza, lakini walifika hatua ile ya finali, na ile hatua iliwasaidia pia kufika level fulani, kwa maana ya kwamba imekuwa ni moja kati ya vilabu ambavyo vimefanya vizuri kwa mwaka huu. Ukiangalia kwa nini Ahly hayupo, kwa nini Pyramid tunamuona kwamba Pyramid aliweza kuchukua ubingwa, lakini Ahly alishuka katika level fulani kwa upande ule, na tunavyomuona Pyramid yupo. Lakini ukiangalia pia kule nchini South Africa kuna nafikiri kuna Mamelodi Sundowns na baadhi ya timu. Ngoja kwanza, baadhi ya timu ambazo zimeweza kufuzu, kuna nchi kama South Africa zimeweza kutoa timu 3, Algeria timu 2, Misri kule nafikiri ni timu 1. Ngoja baadhi ya vilabu ambao zimefuzu nikikusomea hapa, kuna CR Belouizdad ya kule nchini Algeria, kuna CS Constantine ya kule Algeria nayo, lakini kuna ASEC Mimosas ya Ivory Coast, kuna Pyramid ya kule Misri, lakini pia kuna RS Berkane ya kule Morocco, na pia kuna Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, kuna Orlando Pirates ya Afrika Kusini, lakini kuna Stellenbosch ya Afrika Kusini, kuna Al Hilal kule nchini Sudan, na Simba Sport Club kutoka Tanzania. Hivi ni vilabu 10 ambavyo vimeingia katika tuzo hizo za vilabu 10 bora vya mwaka 2025, vikaacha maswali mengi sana kwa wanasoka. Kwa nini Al Ahly, kwa nini Young Africans haipo?
lakini vigezo ndio hivyo hivyo ambavyo wanaangalia umefanya nini kwa mwaka huu. Ukiangalia kama Stellenbosch amefanya nini, bado ni maswali. Ukiangalia imekuwaje Stellenbosch, inaangalia kuwa Stellenbosch alitolewa na Simba katika hatua ya robo finali, kitu kama hicho, kuweza kuingia hatua, ilikuwa ni hatua nusu finali kuingia, nafikiri walitolewa na Simba Sport Club. Nafikiri ni hapa Benjamin Mkapa, game ikaenda kaisha, lakini wao tunaona katika kumbora. Tunamuona Orlando Pirates kutoka kule nchini South Africa, tunamuona Berkane kutoka kule Morocco. Na hii kwa South Africa inatupa picha gani? Kwa nini vimekuwa vilabu vitatu? Hii pia inaashiria kuna ushindani wa soka kule South Africa, kwa maana ya kwamba wameweza kutoa timu tatu na hakuna nchi ambayo imeweza kutoa timu tatu. Ni South Africa peke yake. Kule Misri tumeona ni timu moja tu. Tulishazoea utakuta kuna Al Ahly, kuna Zamalek, kuna Pyramid, lakini leo hii tunaona ni Pyramid peke yake kule nchini Egypt. Kwa Tanzania ni Simba ndio ambao wametuwakilisha ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, kusini mwa jangwa la Sahara. Hii imekuwa ni tuwape pongezi Simba Sport Club, na kila mwaka wanazidi kutuwakilisha vyema, na hivi majuzi tu wametoka kushinda na dhidi ya timu ya kule nchini Uswatini kule, na wakaibuka na Nsingizini, wakaibuka na ushindi wa goli 3, na inaonekana ni timu ambayo ikishafika katika hatua hizi huwa inabadilika sana, na si mara moja na si mara mbili. Imekuwa ikizoeleka Simba katika ukizungumzia mashindano haya makubwa, Simba huwa anabadilika sana. Mara nyingi huwa afanyi vizuri sana anapokuwa katika ligi ya nyumbani, anaweza akacheza kawaida watu wakalalamika, lakini ukizungumzia swala kucheza mashindano ya kimataifa, Simba anakuwa ni mtu mwingine kabisa. Kama msimu uliopita wakiwa chini ya kocha Faldu Davids, Simba ilionekana ikisuasua sana hapa nyumbani, lakini ndio hiyo Simba ambayo iliweza kuwatoa baadhi ya timu kubwa barani Afrika na kuweza kuingia hatua ya finali. Kwa hivyo tuwape pongezi Simba kwa kuweza kufanya haya ambayo tunaona sasa hivi, mpaka sasa hivi kuweza kumaintain status yao, na leo hii wamekuwa ni moja kati ya vilabu 10 ambavyo wanawania moja ya katika tuzo hizo, vilabu 10 bora kwa mwaka 2025. Wakati huo vilabu ambao tumevizoea kama Al Ahly hatuwaoni. Hii inaleta picha kubwa sana kwa upande wa Tanzania, japo kuna wengi wanabeza imekuwaje mpaka Simba waweze kufikia level hiyo ingalia kuwa Ahly hawapo. Kwa hivyo basi tuwape kongole, lakini upande wa mchezaji Shomari Kapombe naye ni moja kati ya wachezaji ambao kwa upande huu pia wa kusini mwa jangwa la Sahara, kwa maana ya kwamba Afrika Mashariki na Kati. Kusini mwa jangwa la Sahara kwa maana ya kwamba Afrika Mashariki na Kati, ni Shomari Kapombe mchezaji pekee ambaye ameingia katika wale wachezaji 10 bora wa mwaka. Na hii ikawa inazua maswali. Ukiangalia ukitaka compare kiwango cha Pacome Zouzoua, kuna Mohamed Hussein, walikuwa kwa vizuri katika level zao, lakini imekuwaje kwa hii ni Shomari Kapombe? Kuna wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri msimu huu, na kwa nini iwe Shomari Kapombe? Bado watu wakajiuliza maswali. Na kwa nini imekuwa kwa upande tu wa Afrika Mashariki na Kati hapa hakuna mchezaji mwingine ambaye ameweza kuingia? Kwa hivyo tuseme kwamba si kila kitu cha kubeza, lakini ni kuwapa hongera, kwa sababu Shomari Kapombe ukiangalia mechi za Simba Sports Club, jaribu kuangalia kuna namna moja ama nyingine, ukiangalia kuna namna analeta mabadiliko hai kwenye timu. Na kama uliangalia mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch, nafikiri kuna goli ambalo alilikosa Shomari Kapombe la kichwa, lakini pia kuna nafasi aliweza kutengeneza. Hii tu ni ishara tosha kuonesha kwamba ni mchezaji ambaye mara nyingi anakuwa katika level moja ya kiwango, kwa maana kwamba ameweza kumaintain tangu mashindano ya CAF yameweza kuanza mpaka mwisho, na hata kwenye ligi ni moja kati ya wachezaji ambao wako wana maintain kiwango chao kila msimu na wanakuwa kwenye fomu yao kila mara. Hii pia inastahili kuwa mchezaji bora wa mwaka, kwa maana kwamba ameweza kumaintain kiwango kile msimu mzima, na si rahisi kwa kila mchezaji kuweza kufanya hivyo. Ingekuwa rahisi basi tungeweza kusema kwa nini fulani hakuwepo, kwa nini fulani, lakini Shomari Kapombe uwezo wake unadhihirisha kile kitu ambacho leo hii CAF wameweza kutuonesha kwamba anastahili kuwania nafasi 10 bora kwa mwaka huu 2025. Wewe mtazamaji wa Spruce Online TV, je, una maoni gani kuhusiana na hii ripoti ya CAF, taarifa ya CAF baada ya kusema kwamba
Simba Sport Club ni miongoni mwa timu 10 bora barani Afrika, na Shomari Kapombe pia ni miongoni mwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani, kwa maana ya kwamba wanashiriki katika tuzo hizo za wachezaji bora wa mwaka 2025 kwa ligi ya ndani. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Licha ya hivyo, tukirudi kwa upande wa ligi kuu huku, tukirudi kwa upande wa Tanzania, nikizungumzia ligi kuu Tanzania bara, tunaona jana Mbeya City walipoteza dhidi ya Police Tanzania, na hii kwa upande wa Mbeya City kwao wakachukulia kama ni bahati mbaya tu, na wakatoa taarifa kwamba bwana leo kipofu ameona mwezi. Hii kitu imekuwa ikichekesha kwa upande fulani, lakini wanaamini kwamba Police Tanzania wamejaribu, bahati imekuwa kwa upande wao baada ya kuweza kuwafunga goli 2-1. Hivyo basi ndo ilivyokuwa katika ligi yetu ya ndani. Kwa baada ya hivi kuna issue moja ambayo inaendelea, ni kuhusiana na mchezaji yule ambaye aliweza kuwafunga Yanga. Na Uchizi Vunga, mchezaji wa timu ambao wamefunga Yanga Sports Club, na mchezaji huyo ameweza kuchukua tuzo ya mfungaji bora kule kwao, na ni mchezaji bora wa mechi, kwa maana ya kwamba man of the match, na hii ni ishara kwamba bado ni mchezaji hatari na ni mchezaji wa kuchungwa, kwa maana ya kwamba haijaisha mpaka iishi, kwa sababu Yanga waliweza kupoteza kwa goli 1, lakini mechi ya marejeano ni hapa Tanzania, lakini Yanga wakiamini kwamba wana uwezo wa kupindua meza, basi wakae kujua kwamba huyo mchezaji ambaye watakuja kukutana naye si mchezaji wa kiwango cha kawaida, na si mchezaji wa kubeza, ni mchezaji wa kuchungwa kweli kweli, kwa sababu baada ya kutoka kuwafunga Young Africans ameenda kuwafunga moja kati ya timu ambao wameweza kucheza ligi ya kule kwao, na ameweza kufunga goli 1 katika ushindi wa goli 2. Hivyo basi tafsiri ya kwamba ni mchezaji wa kuchungwa na hatari, muda wote anaweza kuamua matokeo. Basi Yanga wanapokuja kukutana na mchezaji huyu wawe na tahadhari kubwa sana, wakiamini kwamba ni mchezaji wa kuchungwa, na isije ikawa kinyume na ambavyo walivyokuwa wanategemea, kwa sababu Yanga walikuwa wanaamini kwamba baada ya kupoteza 1-0 hapa nyumbani itakuwa rahisi kuweza kurudisha goli 1, kwa maana ya kwamba kusawazisha, then na kuweza kuibuka na ushindi si chini ya magoli 2 mpaka 3. Wakumbuke wakati Yanga wao wana mipango yao, wakumbuke pia na timu hiyo wana mipango yao pia. Hivyo basi watakuja na mipango yao pia, game approaching yao, wanajua wafanyaje ili kuweza kulilinda lile goli. Kwa hiyo Yanga wana kazi kubwa sana ya kuweza kusawazisha na kuweza kutengeneza goli lingine. Angalia kuwa kichwani kwao wao wakijua kwamba kuna mchezaji ambaye ni hatari na ni mchezaji wa kuchungwa zaidi, ambaye ukiangalia consistency yake ya kufunga mabao ni endelevu, kwa maana ya kwamba anafunga mara kwa mara na si wa kubeza. Hiyo ni tahadhari tumeweza kutoa kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans. Wewe kama pia mshabiki wa mpira wa miguu, shabiki wa Young Africans, na lipi la kuambia juu ya hii baada ya kuweza kupoteza mechi hiyo na wanakuja marejeano? Hapo tuandikie kwenye comment hapo. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update, makala mbalimbali za michezo na burudani, na pia vipindi vinginevyo ambavyo vinaendelea hapa. Asante na wakati mwingine. Hapo nafikiri nimemaliza.